Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Kufahamu uzembe uliofanyika katika kazi. Kujua jambo unalolipitia ni mtihani wa kupimwa imani yako. Kurejesha upendo kwa mtu. Kupatiwa msaada na mtu usiyemjua. Unajulishwa kuwa hautozalilika au kuaibika. Kumtuliza mtu mwenye hasira. Kuota ndoto unakimbizwa au kujitetea. Inaashiria shari ipo karibu inayokuandama. Kwa baadhi yenu tarajieni kupokea mtoto wa kike atakayekuja na furaha kwenye maisha yako. Nyota ya Kaa. Utaepushwa na nguvu mbaya iliyotaka kukudhuru. Kupata michubuko midogo midogo. Mtu anahitaji kukujua kiundani. Mazoea ya mtu ya ghafla yatakushangaza. Kupata hali ya ganzi moyoni baada ya kuambiwa kitu. Utachukizwa na ulongo wa mtu. Utajihisi umekosea kutomwambia ukweli halisi mtu. Kuota unaongea na viumbe tofauti na jamii yako. Inakujulisha utaongoza au kupata heshima kubwa. Kufanya maandalizi ya mambo muhimu. Nyota ya Samaki. Kutotaka kushindana na mtu mwenye hila. Kuchoka kuelezea jambo kila wakati. Kutumiwa picha za majeruhi au tatizo lililomkuta mtu. Kuhisi unapata upinzani kwenye mipango yako. Utatafuta namna kuilinda heshima yako na wadhifa wako. Kuna mtu atakuwa huru. Utaijua siri ya mtu. Wiki hii kuna jambo litakalotokea litakalo kufanya uhamaki au kutotarajia. Utashindwa kumfungukia mtu kitu ambacho kinakusumbua kwa muda mrefu. Utakuwa huru baada ya kuzungumza na mtu fulani. Nyota ya Mapacha. Kuacha maagizo mengi kwa mtu. Kujua kuwa unamkwaza mtu. Kujiondosha kwenye makundi mengi uliojiunga. Utajitahidi kuzielezea hisia zako kwa mtu kiundani zaidi. Utatumia ulongo kukipata kitu. Kufurahikiwa. Kuombewa dua njema na mtoto. Mtu unayemuwazia atakutafuta. Nyota ya Mizani. Kufanya mambo kuwa sawa. Kuona msafara wa wadudu chungu au siafu. Ni ishara ya kuvivuka vizuizi na kupata unachokiombea. Kutamani kuwa kama mtu fulani. Kumpatia mtu mrejesho wa kazi ulioifanya. Kusahau kitu muhimu au kupitisha muda wa makubaliano. Kutamani kumpata mtu aliye sahihi. Jambo unalolifikiria kuanzisha linakupa uzito kutekeleza. Chuki za mtu zitakutia hofu. Utahitaji kuwa huru. Nyota ya Ndoo. Kupona jeraha lililokupa maumivu kwa muda mchache. Kuzuiliwa kufanya jambo fulani. Utaiepuka migogoro. Mtu atahitaji kukushirikisha kwenye jambo ambalo utalihisi lina utata. Kutamani kujiepusha na mtu mwenye maneno ya uchonganishi. Kuvutiwa na uwajibikaji wa mtu. Utaukumbuka wema wa mtu. Kuonesha upendo wa undugu au urafiki kwa mtu fulani. Kumpokea mgeni wa kushtukiza. Ni jambo linaloashiria riziki kufungukiwa. Kupata ishara njema ya mambo yako kufunguka. Kupitia ugumu wenye matumaini kwa siku zijazo. Asiye kusalimu leo atakupa salamu. Ndoo, kiza ulichopo ni kiza cha mapambazuko. Zidisha imani, jitihada na maombi. Nyota ya Punda. Kuyatafakari maneno ya mtu. Kuamini ugumu unaopitia kuna sababu ndani yake. Uwepo wako na mtu utakufunza mengi. Kuzidisha udadisi na upelelezi na kujua vingi kutoka kwa mtu. Utajitahidi kuizoea hali fulani. Kwa baadhi yenu mtapatiwa vitu vya thamani kutoka kwa watu wenu wa karibu. Kujishusha kwa mtu. Kupata nafasi ya kujitetea. Utachaguliwa kuwa mwakilishi wa mtu. Kuongezeka kwa umaarufu. Mtu anafuatilia kurasa zako za mitandao ili kujifunza jambo au kujua kitu. Muonekano wa mtu kukuvutia kimahusiano. Nyota ya Simba. Kujivunia kwa chaguo ulilolifanya. Moyo wako kutoonesha ushirikiano katika jambo unalojikatia tamaa. Hivyo itakuhitaji uendelee.
Mtu atajiweka mbali na wewe. Kuhisi hali ya matokeo kuwa tofauti na matarajio. Utapata faida kubwa kwa jambo unalolipigania. Unachokiwaza ndicho utakachokiota. Kuliona jengo kubomoka au kitu kuanguka. Inakujulisha kuisha kwa tatizo au nguvu mbaya kwako. Pia ni ujumbe wa kitu kitakachotokea kwa mtu wako wa karibu. Kumpima mtu uelewa wake. Utamfanyia mtu wema na hutotaka mtu huyo ajue kama ndiye ulimfanyia. Kujitahidi kuthibitisha ukweli wa mambo kuhusu mtu. Simba, jiandae kupokea haki yako uliyodhulumiwa kwa muda mrefu. Nyota ya mshale. Kukauka kwa sauti. Kupata kwikwi au kuongea kwa kukwama. Hali hizo zote zitakujulisha kuna kitu kitakachopotea kwako na kupata kitu kingine kilicho bora. Kumsubirisha mtu katika mazungumzo. Utamjibu mtu swali lake kiufasaha. Utapatiwa idhini au ruhusa ya jambo. Kutekeleza kitu japokuwa kwa malalamiko. Itakuwa vigumu kwako kufutika kwa kumbukumbu zinazokuumiza. Kueleza namna ya kumsaidia mtu. Kutamani kukirudisha ulichokipoteza. Utakuwa na shauku ya kutaka kujua jambo fulani. Kuna mtu anajivunia kuwa na wewe. Kutaka kula kitu ila utasita. Mashaka yako yana ukweli. Kuwa na tahadhari kabla ya hatari. Nyota ya mbuzi. Kutojiamini wakati wa matembezi. Kuhisi kufuatiliwa na watu waizi. Kutarajia kupata kitu ila haitokuwa hivyo. Utafikisha malalamiko ya mtu kwa mtu wake wa karibu. Kupata usingizi utakaoupoza uchovu wa mwili japo kwa muda mchache. Hutohitaji kukubaliana na ukweli unaosikia kutoka kwa mtu unayemfahamu. Kupata taarifa au maneno makali yatakayojeruhi moyo wako. Kuhisi hali ya maumivu ya mguu. Nyota ya mashuke. Kupata hali ya kusinzia sana. Hutaonesha hali ya kumchangamkia mtu fulani. Utazipuuza taarifa za mtu na kuamini kuwa ni za uongo. Watu kupendekeza uweze kuwaongoza. Kuvutiwa na vazi la mtu. Marafiki zako watataka kukushangaza kwa kufanyia hisani. Pia anaweza kuwa mtu yoyote yule mwenye wema na wewe. Utajenga uaminifu na mapenzi ya kweli kwa mtu wako. Kumfanya uliye naye ajivunie kuwa na wewe. Kuhisi utasalimika kwenye jambo au tatizo. Nyota ya ng'ombe. Kufanya matembezi ya muda mrefu kwa miguu. Kujihisi kuchoka kwa jambo. Taarifa zenye utata zitakuchanganya. Kusemeshwa na ndege mdogo au uwepo wake karibu yako. Unakupa heshima kwa taarifa ya ujio wa nguvu yako iliyojificha kwa kipindi kirefu. Hali hiyo ikikufikia, ondoa chuki kwa waliokufanyia wema. Zidisha imani na maombi ili izidi kukutawala. Mtu anajaribu kukuzuia jambo baya unalotaka kulifanya. Mambo mengi akilini yatakuumiza kichwa. Ng'ombe, kuna heri itakayokufikia ikiambatana na shari itakayohitaji uwe makini kuchagua. Utaambiwa jambo la heri lakini moyo wako utakuwa na maumivu. Kuota unapatiwa mkate. Tarajia taarifa njema na riziki kukufikia kwa wingi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.